Jeshi la polisi Tanzania limetangaza kumsaka ili kumkamata Askofu Gwajima na wengine takriban 9 kwa makosa ya uchochezi wa maandamano ambayo yameshuhudia toka Oktoba tarehe 29. Kuna barua ambayo imetolewa kwa umma na jeshi la polisi la Tanzania ambayo ilikuwa inasomeka kwamba jeshi la polisi nchini linapenda kutaarifu umma wa Tanzania kuwa kufuatia matukio ya vurugu, poraji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro, Iringa na kusababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na watu binafsi, kuleta athari kubwa. Mbali na athari kwa uhai wa maisha ya watu, waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM na baadhi ya ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendo kasi na kutoka Kimara mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko, ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto baraza za lami na za zege kwa kutumia matairi na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi. Pia wamechoma moto na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchoma moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo kuchomwa moto. Pia walifanya uporaji wa mali na pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale waliopanga, kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaomba kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe. Pia kufuatia uchunguzi wa ushahidi uliokusanywa hadi sasa, jeshi la polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata wafuatao. Moja ni Josephat Gwajima, pili ni Brenda Jonas Rupia, watatu ni John Mnyika, wanne ni Godbless Jonathan Lema, watano ni Machumu Maximilian Kadutu, wasita ni Degracious Cosmas Mahinyila, wasaba ni Boniface Jacob, wanane ni Hilda Newton, 9 Awad Kalonga na mwisho nambari 10 ni Aman Kulugwa. Jeshi la polisi linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapona taarifa hii popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linawafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wamekwisha kukamata zinaendelea kote nchini na kwamba tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2025 baadhi wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linaonya kuwa mtu au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yote ile halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Pia jeshi la polisi litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi katika kulinda raia na mali zao. Vile vile tunapenda kujulisha umma kuwa waendelee na shughuli zao bila hofu yoyote na watoe taarifa mara moja pale wanapoona dalili yote ya uhalifu au uvunjifu wa amani mahali popote pale, ili hatua kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Taarifa zitaendelea kutolewa kadri hatua za kisheria zinavyoendelea kuchukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu huo na wanaendelea kupanga uhalifu wa aina yote. Hii imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Sasa hiyo ndio barua ambayo ilikuwa imeandikwa kwa umma na wameeleza kwa kina kabisa sababu za kuwatafuta hao 9 au 10 ambao nimetoka kuwataja, lakini pia hatua ambazo wamefikia mpaka kufikia sasa. Nadhani kwamba swala zima na vuguvugu la maandamano litaendelea kuwakamatisha wengi sana. Nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.